Wachawi hawavunji tena ndoa za watu, bali ndoa huvunjwa na mwanamke aliyejisahau yeye ni nani. Leo mwanamke hajiandai ili awe wife material ndani ya nyumba ya mwanamume, bali anajiremba ili kuwavutia wanaume milioni wanaolike picha zake TikTok na status. Mwanamke, unataka mwanamume wa juu, labda tajiri au famous, lakini wewe huna nidhamu ya juu. Kubwa zaidi, unataka kuolewa, lakini umeacha milango wazi ya kuwapisha wanaume ima wawili au watatu ili wakujazie bando kwenye simu yako au wakupeleke out ukapige picha huku unabembea. Dada yangu, huwezi kupata thamani ya kuwa mke wakati wewe unaishi kwenye mahusiano ya mitaani na kila mwanamume anayekusogelea. Unasema wanaume wote ni wale wale. Je, umewahi kujiuliza wewe ni mwanamke wa aina gani? Kubwa zaidi, unawaita wanaume wote ni mbwa. Umesahau kuwa wewe ndiye unayewavisha cheni ya ufedhuli shingoni mwao kwa kuwaachia maumbile yako wazi. Ukishindwa kudhibiti hisia zako, utaishia kumlaumu kila mwanamume anayekuja kwenye maisha yako na kuwahukumu watu kwa makosa ya yule uliyemwachia huru mwili wako. Kabla ya kuwatukana wanaume wote ni mbwa au kusema kwamba ni wale wale, unatakiwa ujiulize, je, wewe ni mwanamke unayekula kesho yako leo, au ni yule anayevumilia njaa ya leo ili kesho ushibe? Ili kudumisha furaha ya moyo wako, jitambue, badilika, acha mazoea. Leo sifa ya mtu inapimwa kwa views na likes za mitandaoni, lakini Muislamu wa kweli anatakiwa kujiuliza, je, hadhi yangu mbele ya watu inalingana na hadhi yangu mbele ya Allah? Kuna gumzo kubwa kuhusu Melinda anayefanya kazi kule Marekani katika kituo cha mafuta kinachoitwa Cycle K. Hii inatukumbusha kuwa kazi ni ibada. Lakini katika kutafuta riziki, mwanamke wa Kiislamu amepewa vigezo vyake ambavyo ni haya, stara na kauli njema. Unaweza kuwa mtoa huduma mzuri bila kuhitaji kucheza au kuonyesha maumbile yako ili kuwavutia wateja, kwa sababu riziki za halali zinapatikana kwa baraka za Allah na si kwa kufuata trend za mitandaoni. Leo ukifungua TikTok, kila mahali ni Melinda au Zuchu au Diamond au Alikiba au yeyote yule katika wasanii wanakuletea challenge mbalimbali, na TikTok inakushawishi ufuate mada hiyo ili ujipatie views. Lakini Muislamu wa kweli ni mtu mwenye msimamo, hatakiwi kufuata upepo kila unapokwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya tusiwe watu wa kufuata kila kitu bila kufikiria. Ikiwa utakutana na challenge ambayo haina faida na akhera yako wala haina maadili mazuri, ipotezee. Tumia muda wako na ulimi wako katika kuzungumza yaliyo mazuri na sio kufuata kila challenge zinazo trend. Kumbuka, akhera inakusubiri. Mimi ni Sharif Al-Bashir. Endelea kuwa nami kwa kufollow akaunti hii kwa mazuri zaidi ya haya. Wassalam.